Ilikuwa ni majira ya saa 2 za asubuhi. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tulipokea taarifa kuwa katika nyumba ya kulala wageni ambayo inajulikana kwa jina la First and Last Guest House kuna mwanamke ambaye amekutwa katika chumba namba 3 akiwa amefariki dunia. Jeshi la polisi baada ya kupokea taarifa hiyo, mara moja tulifika katika eneo la tukio ambapo ni eneo la Usagara katika wilaya ya Misungu. Ndipo ilipo hii nyumba ya kulala wageni ambayo inaitwa First and Last Guest House. Baada ya kufika katika nyumba hiyo ya kulala wageni, ndipo uchunguzi ulianza mara moja. Katika uchunguzi huo ilionekana kwamba siku ya tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025 ilikuwa ni majira ya saa 1 za jioni, alifika mgeni ambaye ni wa jinsia ya kiume katika nyumba hiyo na kuchukua chumba namba 3 baada ya kujitambulisha kwa kujiandikisha katika kitabu cha wageni kuwa anaitwa Bilal William, mzaliwa wa Geita, kazi yake ni fundi, ambaye alieleza kwamba alikuwa akitokea Chato kuelekea Nzega. Mgeni huyo baada ya kulipa fedha aliweza kupewa chumba hicho namba 3 na hivyo kuweka mizigo yake. Mgeni huyo ilipofika majira ya saa 4 za usiku aliaga wahudumu katika hiyo nyumba ya kulala wageni kwamba anakwenda kutafuta chakula. Lakini ilipofika usiku mkubwa majira ya saa 8 hivi, mgeni huyo alirudi akiwa ameongozana na mwanamke ambaye hata hivyo hakuweza kufahamika jina lake. Mwanamke huyo pamoja na mgeni waliingia katika chumba hicho namba 3 kwa ajili ya kupumzika. Mwanamke huyo umri wake unakadiriwa kuwa ni kati ya miaka 30 mpaka 34. Ilipofika majira ya saa 12 alfajiri siku ya leo, sasa wahudumu walianza kufanya usafi, na wakati wakifanya usafi walibaini kwamba katika chumba namba 3 alipolala yule mgeni jana, mlango ulikuwa umefungwa kwa nje, kwa maana komeo lilikuwa limefungiwa nje huku kukiwa kuna kufuli. Hali hiyo iliwapa wasiwasi mkubwa, hivyo waliamua kufungua kuona ndani kuna nani au waweze kutoa msaada gani. Lakini walipofungua katika chumba hicho walimkuta mwanamke huyu ambaye aliingia na huyo mgeni usiku wa jana akiwa amefariki dunia, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni, na walipomwangalia katika shavu lake waliweza kuona alikuwa na majeraha yanayoonyesha ni kama vile mtu amekwaruzwa na kucha. Lakini baada ya kuona hali hiyo, wahudumu hao mara moja walitoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo ndipo askari waliweza kufika na kufanya uchunguzi. Uchunguzi katika chumba hicho namba 3 kiliweza kufanyiwa ukaguzi wa hali ya juu na askari wetu wa jeshi la polisi, ambapo waliweza kubaini kwamba ni kweli binti huyo alikuwa amefariki dunia, lakini akiwa na majeraha ya kukwaruzwa na kucha sehemu za shavuni, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni. Lakini pia waliweza kubaini kwamba mwanamke alikuwa uchi, mwili wake umekuta ukiwa uchi, hajavaa nguo. Lakini walivyoangalia pembeni, uchunguzi wetu umebaini kwamba kulikuwa na chipsi sahani 2, chakula maarufu kama chipsi sahani 2. Lakini pembeni kwa kuna chupa ya pombe moja ambayo ni pombe kali aina ya Kevant. Lakini kwa kuna chupa nyingine ya bia ambayo inaitwa Kesto Light.